Hakuna mtu hakuna hata Mkenya, hakuna Mkenya, hakuna Mkenya hata mmoja, alikufukuza kazi ulipewa na wananchi mwaka wa 2022 wa Kenya tukiingia kwa debe. Kitu kilikutoa kasi kabisa, ulikuwa na upiri mambo ya Mount Kenya peke yake kutoka asubuhi mpaka jioni. Hiyo ndio ilikutoa kasi. Mambo ya ukabila ile uko naye kwa akili yako kutoka asubuhi mpaka jioni. Sasa hiyo unaanza kutuambia spika wa bunge Moses Wetangula alikuonea kififi, ulionekana ulimwengu kote ukiwa unatupilia mambo ya milima, na sisi tunasanga kama Wakenya. Pale Nyanza kuna milima iko huko, pale Western kuna milima iko huko, pale Coast kuna milima iko huko, mpaka Rift Valley iko milima hapo. Ulikuwa unatupilia milima kutoka asubuhi mpaka jioni. Wewe Rigathi Gachagua, mimi nakwambia wewe, sikia kama uko na akili. Saa hiyo umekimbia koti kwenda kustaki serikali, uende koti kustaki serikali. Ulikuwa unastaki serikali, ile kitu tumeshangaa sisi kama Wakenya. Ulikuwa unastaki serikali ati urudishwe kazi. Umeona, umeona ya kwamba hiyo haitafaulu. Umeangalia kabisa. Watu wamekuadvise, wamekuambia staki serikali ili ulipwe pesa. Wewe Rigathi Gachagua, bibi yako kama ni pasta, mnaupiri nchini kwa kanisa, ungekaa kwa nyumba akuupirie. Usiende kustaki serikali ati kulipe 8 milioni. Ati walikuharibia kazi yako. Nani alikuharibia kazi? Wewe ndio uliharibia kazi yako. Unaamuka asubuhi unatuimbia milima. Unaamuka asubuhi unatuambia watu wa Mount Kenya. Unaamuka asubuhi unatuambia watu wa Mount Kenya ndio wamechangia economy ya Kenya. Unaamuka asubuhi unasema wasiguswe. Unaamuka asubuhi unaupiri Mount Kenya kutoka asubuhi mpaka jioni, mpaka Wakenya wakasindwa. Hii wasimu ni ya wapi? Huyo mchamani kutoka upande gani anaupiri mambo ya ukabila kutoka asubuhi mpaka jioni? Kwani nyinyi ndio mko Kenya peke yake? Kwani hata ukistaki serikali, kwani ulikuwa permanent, ulikuwa umeandikwa permanent, Na kuuliza Rigathi Gachagua, mimi nakuuliza, ulikuwa umeandikwa permanent? Ati unaenda kustaki serikali koti ati ulipwe pesa 8 milioni. Sinatoka wapi? Sa kufanya kazi gani? Aambia watu wenu kwa Mount Kenya wakulipe pesa zako. Sisi hatukuchui kamwe. Tuajua ya kwamba makamu wa rais ni Profesa Kithure Kindiki. Profesa Kithure Kindiki ndio makamu wa rais. Wewe ulimbichiwa, uende nyumbani, uende ukalime waru huko Mount Kenya, uende ukalime waru huko Mathira huko Nyeri kwako kwa nyumba, uende kwa church, uende ukaupiriwe. Kama unaweza change ama unaweza badilika ya akili yako. Lakini sio kwanza kutuambia Senate ilionea mimi, bunge ilikuonea. Sasa ilikuonea kifipi? Wewe ndio ulionekana wewe mwenyewe ukiwa na upiri mambo ya ukabila. Mimi nataka nikuambie, na tunataka tuambie serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto, huyu mchama akiendelea kucheza aenda imbichiwe mara ya pili, akae nje 20 years. Sisi hatutaki kusikia maneno yote anatoa kutoka kinywa chake. Yale mali aliibia watoto wa ndugu yake. Alikuwa anaitwa Rigathi Gachagua, aliiba mali ya ndugu yake akawekea watoto wake anyanganywe. Watoto mayatima alinyanganya mali yao yote, warudishiwe haraka iwezekanavyo. Hiyo ndio maneno tunaambia serikali.